Jana tumeendelea na leo nitapita tu kwa dakika hizi juu mwongozo mdogo kwa ajili ya maombi. Somo la leo linasema muamini Mungu. Muamini Mungu, sehemu ya pili. Ile juzi tulikuwa na muamini Mungu sehemu ile ya kwanza. Leo muamini Mungu sehemu ya pili. Tumeendelea kuona ya kwamba baada ya kufuata hatua kadhaa, Bwana yuko tayari kushikamana na sisi. Lakini baada ya kushikamana na sisi, Bwana anatuthibitisha. Lakini baada ya kututhibitisha, jana tukaona ya kwamba kitu kinachofuata, kama tumeamua kushikamana na Bwana, lazima tuchague kumsikiliza yeye. Lazima tuchague kumsikiliza yeye. Lakini leo tunaingia sehemu ya pili tena. Lazima tumwamini Mungu, ndivyo tutakavyofanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika kila safari ya maisha ya kiroho, unapoamua kupiga hatua ya maisha ya kiroho, safari ya maisha ya Ukristo au safari ya imani, haijawahi kuwa safari rahisi. Huko nyuma watu walitafasiri safari hii kuwa ni safari rahisi sana. Na hata ikafika nyimbo zingine zikawa zinatungwa zinasema, ukiingia kwa Mungu mambo yote ni sawa sawa. Ukiingia kwa Mungu safari ni tambalale. Ukiingia kwa Mungu hamna mlima. Lakini safari ya maisha ya kiroho ina changamoto. Na habari njema ni kwamba zinakuwepo kwa ajili ya kutufanya tufae zaidi. Kwa ajili ya kutufanya tufae kwa ufalme wa Mungu. Na habari hii ni njema kwa sababu kila unapopita changamoto moja, unajiandaa kwa changamoto nyingine. Na ndio maana Bwana anatupitisha ili baada ya kumaliza safari na mwendo wa ulimwengu huu, tutoke tukiwa safi, tutoke tukiwa salama, na tutoke tukiwa tumeshinda na kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana nasema safari ya imani ni safari ambayo ina changamoto, zipo hapo. Lakini tofauti na changamoto za ulimwengu huu, zipo kwa ajili ya kutuimarisha. Yani imani na majaribu, imani na changamoto haziachani. Msingi wa kanisa hili umejengwa kwa Kristo. Na msingi wa kanisa hili ni damu. Yesu Kristo alijitoa kwa ajili ya kanisa. Haijajengwa kwa mtu yeyote. Kanisa halijajengwa kwa mtu, halijajengwa kwa kitu fulani. Kanisa limejengwa kwa Kristo. Na wote wanaosafiri na kusema ya kwamba wanamwamini Kristo, wapitie njia ambayo Kristo ameipitia. Njia ambayo ukitenda mema unalipwa mabaya. Njia ambayo ukitukanwa unatakiwa ujibu, unapotukanwa unatakiwa ubariki. Njia ambayo unaponyang'anywa unatakiwa uombee. Njia ambayo watu wanapokunyanyasa unatakiwa umwachie Bwana. Njia ambayo haihitaji kulipa kisasi. Hiyo njia sio rahisi, ni mpaka Bwana aingilie kati. Wewe mwenyewe unajijua hapa kwamba mtu akikukanyaga hapa, unajua namna gani unavyoweza kujibu. Kulikuwa na mwimbaji mmoja ambaye alikuwa akiimba mpaka watu wanalia. Yani akiimba watu wanalia. Tukiwa darasani kama hivi, huwa kuna wanafunzi wale ambao wao sijui ni, yani wao ni nataka kusema wachokonozi. Ni wachokozi. Siku moja sijui yule kijana alikuwa ameamkiwa nini, akamchokonoa yule dada ambaye ni mwimbaji. Ndipo nilisikia yule dada anasema ya kwamba mimi nina mdomo mchafu. Naweza nikakutukana ukaenda kuoga.
Nikasema huyu ndiye aliyekuwa anaimba watu wanalia. Kwa hiyo safari hii imejengwa katika damu. Na ndio maana watangulizi wetu katika kanisa walihitaji kutoa damu. Mpaka kufikia hapa kanisa limepitia vipindi mbalimbali. Watu waliacha maisha yao, watu walikatwa misumeno, watu walichinjwa, watu waliuawa, watu walichunwa ngozi, ili kwamba wafikishe ujumbe kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kutoka kanisa, kutoka kizazi kwenda kizazi. Na ndio maana sisi tumefikiwa na injili hii, na sisi lazima tutumie mwendo huo huo kuacha katika kizazi kinachokuja. Hakuna namna, na hakuna njia nyingine ambayo tunaweza tukaitumia. Na ndio maana siku ya leo natamani kupitisha hapa kwa huyu mtu wa Mungu ambaye tumeendelea kumuona katika enzi ya kufanikiwa Yehoshafati. Katika enzi ya kufanikiwa zaidi. Ngoja nikwambie, unapofanikiwa kimaisha, unapofanikiwa katika safari ya maisha ya kiroho, usifikiria kwamba shetani amekuacha. Anaandaa target kubwa ambayo akiachia lazima ufeli. Kama hautamwamini Bwana, kama hautasimama na Bwana, lazima shetani anapokuchagua, ndio maana anasema ya kwamba pepo anapokemewa anatoka kwa mtu mmoja, anaenda anakusanya pepo wengine kwa nafsi yake 7 ili warudi kukaa na wewe. Kwa hiyo katika enzi ya kufanikia Yehoshafati, akizani maadui wengi wanamuogopa, kumbe ndipo maadui walikuwa wanajipanga kisawasawa namna ya kumwataki Yehoshafati. Katika sura ile ya 20 utasoma, ukianza kusoma lile fungu la kwanza, linaeleza habari njema hapo. Linaeleza habari hii: ikawa baadaye wana wa Moabu na wana wa Amoni pamoja nao baadhi ya Wameuni wakaja juu ya Yehoshafati vitani. Wakaja watu waliomwambia Yehoshafati wakisema, wanakuja jamii kubwa juu yako watokao Sham toka ng'ambo ya bahari, na tazama wako katika Hason Tamari, yani kwa jina jingine inaitwa En-Gedi. Wakati Yehoshafati anafanikiwa, wakati watu wanaleta zawadi, wakati watu wanasema wewe ndiye, wakati watu wanasema huyu ndiye mfalme, ndipo shetani anaandaa pambano jingine. Sikiliza, wakati unafanikiwa kwenye masomo usijisifu. Wakati unafanikiwa katika biashara, wakati unafanikiwa wewe unapata A, wakati unafanikiwa katika GPA, wakati unafanikiwa katika mahusiano, wakati unafanikiwa katika kile unachokifanya, ndio saa ya kunyenyekea zaidi kwa Bwana. Maana hapo ndipo shetani anahitaji kukupiga lile pigo ambalo alikuwa anatafasiri siku ile, sambula maduku. Hebu irudie sambula maduku. Yehoshafati wakati anafanikiwa, kumbe yalikuwepo haya mataifa matatu, na ni mataifa yenye nguvu zaidi. Yalikuwa yanafanya target namna gani ya muangushe, namna gani. Na baada ya kujipanga, wakati yeye anafanikiwa vizuri, wakati wanasema huyu hakuna mwingine kama wewe, wewe ndiye mfalme, kumbe hawa wanaendelea namna gani wampige na wamuangushe. Sikiliza, usifurahi sana watu wanapokusifia. Hata wanapokusifia wewe ndiye mzuri, usifurahi mno. Shetani anakutengenezea sehemu ambayo atakuangusha. Wakati wanakusifia katika mafanikio, ndipo wakati unapotakiwa kumtafuta Bwana kwa bidii. Sasa ngoja tuendelee hapa, na ndio natamani tumalizie hapa. Haya mataifa yalipojikusanya katika safari ya maisha, kila hatua ya imani ina changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana tunasema kwamba ukifanikiwa kuwahi katika Sabato, unajiandaa kupambana na urudishaji wa zaka na sadaka. Ukifaulu katika urudishaji wa zaka na sadaka, unajiandaa kupambana na kanini. Kanini haka unasema uongo. Unapofaulu, unapomwona mwenzako ni muongo, usiwahi kumwambia kwamba wewe ni muongo, hautaenda mbinguni. Hiyo ni jaribu.
Unapoamua kuvuka, unapovuka mtihani mmoja, ndipo unaingia katika mtihani mwingine. Lakini habari njema ni kwamba mitihani yote ni kwa ajili ya Bwana. Anatuhitaji tufae kwa ajili ya uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usiogope, usihangaike, kwa sababu katika safari hii, katika safari kila hatua ya imani, changamoto ni za msingi, changamoto ni za maana. Yaani ni sawasawa barabara ya vumbi na vumbi. Au waliolima mpunga, matope katika mpunga ndio radha ya kilimo. Bwana Yesu asifiwe. Changamoto katika safari ya imani, katika kila hatua, ndio radha ya safari ya imani. Unakutana mtu anasema mimi siji kanisani. Kisa shemasi alimhamisha mbele akampeleka nyuma, akafunga kuja kanisani. Hajatandikwa hata viboko. Aliambiwa tu hapa ulipokaa sogea nyuma, anasema mimi siji kanisani tena. Changamoto ni katika safari ya imani, katika kila hatua lazima tuzipitie. Bwana Yesu asifiwe. Yehoshafati katika kufanikiwa bado anakutana na changamoto, lakini changamoto hizo Yehoshafati hazimuondoi kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kubali changamoto, lakini changamoto zisikuondoe kwa Bwana. Katika safari ya imani, changamoto yote inapokuja, ichukue katika hatua chanya, ipeleke kwa Bwana. Yehoshafati alipoambiwa taarifa hiyo ya kwamba kuna watu wanakuja na wanakuja kukuvamia, Yehoshafati hakuanza kulia kama wengine ambapo ukitangaziwa jambo fulani unaanza kuhuzunika. Sikiliza, usihuzunike. Yehoshafati alipoambiwa unakuja kuvamiwa, akawaambia watu wote, jamani njooni, 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 njooni. Jambo la kwanza, Yehoshafati alipokutana na changamoto, badala ya kutafuta wasaidizi, badala ya kutafuta washauri, badala ya kutafuta watu wa kumshauri, badala ya kutafuta marafiki, anawakusanya watu na kuambia, hey, kuna hatari inakuja, njooni tumtafute Bwana. Yehoshafati alipokutana na changamoto hii, anatangaza kufunga na kuomba. Wewe unapokutana na changamoto unatangaza nini? Kuna watu wanakutana na changamoto, wanaenda kusimulia marafiki. Kuna watu wanakutana na changamoto, wanaenda kusimulia ndugu, wanaenda kusimulia walimu. Hao hawana msaada. Unapokutana na changamoto, ipeleke kwa Bwana moja kwa moja kwa maombi. Usiende kuambia watu. Yaani kuna watu unaweza ukaenda ukamwambia changamoto, akikwambia ya kwake unaanza kumtia moyo yeye. Umeenda na kachangamoto kako pale, akikwambia ya kwake ametulia. Yaani kuna watu wanatembea tu hapa barabarani, unawaona wanatabasamu, hata wengine mmekaa nao hapo, lakini ana mazito ya moyo hajawahi kuyasema. Yehoshafati anapokutana na changamoto, haanzi kupambana nayo mwenyewe, anaita mwito mkubwa, anaipeleka kwa Bwana. Unapokutana na changamoto katika safari ya imani, kwa sababu unamwamini Bwana, peleka changamoto kwa Bwana. Peleke kwa watu. Unapopeleka kwa watu, unawasaidia wajue namna gani unavyoishi. Mpelekee Bwana akushauri namna ya kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili kabla ya kuingia katika maombi, katika kila hatua unayopitia changamoto, jambo la tatu, kumbuka ya kwamba changamoto unayoipitia, Bwana yuko pamoja na sisi. Bwana anaona unachokipitia. Bwana anaona masumbufu ulionayo. Bwana anaona hali ya maisha unayoipitia. Kwa hiyo unapokutana na changamoto, usijifikirie uko peke yako. Bwana yuko pamoja na wewe na anaona vizuri. Anaona vizuri. Usilie. Usihangaike mwenyewe. Bwana anaona unachokipitia. Ndio maana nasema kwamba Yehoshafati alipotangaza, nampenda Yehoshafati, alipokutana na changamoto, moja kwa moja akaenda akajifungia ndani. Akaingia ndani ya kanisa, akaanza kuomba, akaalika na watu, asema njooni tuombe. Nasikiliza ombi lake. Ukisoma hiyo Yehoshafati Mambo ya Nyakati sura ya 20, utaona ombi lake. Anasema, Bwana, ni wewe ndiye uliyetuahidi ya kwamba tutawatawala watu hawa. Ni wewe ndiye uliyeahidi ya kwamba utatupatia umiliki huu. Ni wewe ndiye uliyetuahidi. Sasa hawa watu wametuinukia na wanahitaji kutupiga. Sasa anachoenda kusema, anasema tu ya kwamba sisi hatuna uwezo juu yao.
hatuna maana wako wengi. Tunaomba uingilie kati. Na fungu la 15 linatoa majibu haya. Sura hiyo, Bwana yuko pamoja na sisi na anaona. Bwana Yesu asifiwe. Na nikutie moyo ya kwamba ukielewa ya kwamba Bwana yuko pamoja na wewe, hautayumbishwa na changamoto. Wapo watu wanayumbishwa na changamoto nyingi. Wengine wanayumbishwa na changamoto za kimaisha. Wengine wanayumbishwa na changamoto za kifamilia. Wengine mna changamoto za ugumu wa maisha. Usifikirie uko mwenyewe. Bwana anaona. Bwana Yesu asifiwe. Na unapoingia katika maombi, Yehoshafati katika sura ile ya 15, fungu la 15 anasema ya kwamba alipoingia katika maombi ya dhati. Na leo tutaomba na kesho tutakuwa na maombi. Bwana akajibu. Anajibu vipi? Katika fungu la 15 anasema, akasema, sikieni Yuda wote, nanyi mkao Yerusalemu, na wewe mfalme Yehoshafati, Bwana waambia hivi, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si yenu bali ni ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hicho unachokipitia, vita sio ya kwako bali ni ya Bwana. Wewe muamini Bwana. Katika fungu ambalo linitia moyo katika maisha yangu ni hili. Mimi hizi changamoto kila mmoja anaza kwake. Tumesoma wote hawa, tuko pamoja. Lakini mimi pia niliwahi kupitia changamoto nikiwa advance. Na kati ya fungu hili ndio linitia moyo, tunaelekea mwisho kabisa wa mitihani. Nafikiri kuna mahali niliwahi kusimulia hicho kitu. Nilipokuwa advance nilipata changamoto. Sijui ilikuwa changamoto, mimi ilikuwa ni changamoto. Ilikuwa ninachapa usingizi bwana. Ngapi ni wachapa mbonji hapa? Ilikuwa nasinzia. Vipindi vyangu vingi wale tuliosoma pamoja wanaelewa, nimesoma kwa kusimama sana. Lakini hata kusimama nilikuwa nataka yani nilikuwa nasimama nasinzia mpaka nataka kuanguka. Na ni mwalimu tu akiingia nikimsikiliza ni dakika hizi, usingizi unakuja ghafla pop. Wakaanza, umelogwa. Sijasimulia tu ya maisha ya shule yalivyokuwa mimi, lakini hapa ni kipande cha juu. Ngine akasema lazima utengenezewe, lazima ufanye. Nilikuwa nasinzia sana. Hata discussion nilikuwa nikikaa hivi, yani dakika 5 ni nyingi. Watu wakasema huyu ana matatizo, wewe hautatoboa vizuri. Waambia basi libu kidogo wale wa usiku wale. Si unafahamuga yani unapokuwa shuleni kuna watu huwa wenyewe sijui wana nguvu za ziada za kusoma. Mlishawahi kuona watu hao? Yani wakati wanaenda kulala wao unakutana na kitabu, anarudi wapi? Yani hawasinzii. Yani mtu anakaa anasoma yani karibu masaa 6 yote anasoma. Wewe unapoenda kulala unapishana naye anasoma. Yani kuna watu sijui wana msuri gani yani. Yani akili hazichoki. Alafu ndio wanatusumbua kwenye mitihani wale. Umeelewa unakuwa unasikia tu answer sheet. Wewe hata nusu hujafika. Yeye ameshaomba hapo ndio alikuwa anatusumbua sana. Bahati mbaya sasa kama sisi tuliotoka kwenye zile shule za kuungaunga Kiingereza, kingine cha kuokota. Alafu mahesabu ndio hayapandi vizuri. Umemaliza, umejihakikishia kabisa kadaftari kako umemaliza, alafu unasikia mtu naomba graph. Unajiuliza humu kuna graph, ndio unaanza kupekua. Kuna graph humu ndani humu. Bwana we. Walikuwa wanatutesa watu wa Mungu, lakini bahati nzuri wote tumetoka. Bwana Yesu asifiwe. Yani sisi kama mimi ndio wale walimu walikuwa wanakujaga wanasimama nyuma. Si unakumbuka wale walimu wakati wa mtihani anasimama hapo nyuma yako. Ndio sisi sasa ambao tulikuwa hatutabiriki.
Hapo mwalimu akimaliza pale anakuja huko mbele anasema, "Mwe mnasoma maswali vizuri." Mwe mnasoma maswali vizuri. Automatic tu unajua kwamba hapa kuna swali halijakaa sawa. Sasa katika hali hizo za changamoto bado Bwana akanitoa. Ninakumbuka katika mfungo wa mwisho tunakaribia mtihani, wengine wakiwa wananionea huruma, nilisoma ile fungu. Kaniambia, nikawaambia, "Sikilizeni wacha Mungu wenzangu. Vita hii sio ya kwangu, ni ya Bwana." Na nikawahakikishia, nikawaambia kwamba nitafaulu. Bwana Yesu asifiwe. Na katika watu wawili waliofanya vizuri kwenye shule kwa matokeo hayo na mimi, ndio tulikuwa tuna ufaulu wa juu kabisa pamoja na hizi changamoto. Lakini bado ngoja niishie tu hapo. Yehoshafati akaambia kwamba usilie. Hizi changamoto unazozipitia, hii sio vita yako. Ukiamua kupambana mwenyewe, Bwana alimwambia ni kwamba ukiamua kupambana nayo hautashinda. Maana Bwana anaijua vita vizuri zaidi ya unavyopigana nayo. Unavyohangaika na vita hiyo, unavyohangaika na changamoto ulizonazo, Bwana anajua vizuri. Ukiamua kupigana nazo, ukiamua kupambana, hautashinda. Mwachie Bwana, yeye anajua. Usiogope. Hata kama unapitia changamoto hapa kwenye shule, usiogope. Wanafahamu wao tulivyokuwa katika chuo. Kuna saa kuna nyimbo huwa ni nzuri. Yaani kuna saa unatembea unaimba huku unalia. Sasa watu wanasikia sauti huku na machozi. Sasa ukisikia sauti ni nzuri, lakini wakikutana na mtu analia, sasa unajua huyu ni nani? Sema ni katika Bwana, lakini mioyo inauma. Siogope. Vita ni ya Bwana. Kwa hiyo Yehoshafati akahakikishiwa baada ya kumtafuta Bwana, Bwana anatoa jibu ya kwamba vita hii sio yako. Simama. Na namba uthibitisho namba 2, huhitaji kupigana. Ni rafiki yako amekukwaza, hata unampangia umulipe kisasi. Ni rafiki yako, mwanafunzi mwenzako amekufanya umekosa amani, hata unapanga namna gani utamlipiza kisasi. Bwana jioni yale anakuambia hiyo vita huiwezi. Yaani mtu mpaka akaja akakuchokoza, yeye alishapanga wazo hilo muda mrefu, anakuja kukuhamishia. Wewe unapoanza kupambana nalo, wewe unaanza katika hatua za mwanzo. Yeye alishapanga ya kwamba nikimchokoza akija hivi nitatokea huku. Na ndio maana Bwana anasema ya kwamba hauhitaji kupigana. Katika safari ya maisha ya kiroho, habari ya vita, habari ya changamoto ni kawaida. Wewe simama na Bwana, huhitaji kupigana, maana vita hii sio ya kwako. Ngoja nifafanue vizuri. Unajua tukimjua adui, hatutapigana na watu wenzetu, marafiki wenzetu. Na hii alielewa vizuri Yesu Kristo. Petro alipokuwa anamsitisha ya kwamba hautakufa, Yesu alijua ya kwamba anayezungumza sio Petro, anayezungumza ni Shetani. Na ndio maana Bwana alisema, "Nenda nyuma yangu Shetani." Hakumtaja Petro. Maana yake kwamba Shetani anachokifanya ni hiki, anatufitinisha baina yetu sisi na sisi. Na kwa sababu hatujui vita, hatujui adui ni nani, unamchukia rafiki yako, huyo sio mbaya. Shetani ndio ameingia ndani yake. Ukimwelewa adui, hutamchukia rafiki, kwa sababu yeye siye. Yupo adui aliye ndani yake. Hatutapigana kama tukielewa adui zetu ni nani. Namba 3, muamini Mungu. Sijui namba 4, muamini Mungu. Katika changamoto muamini Bwana. Katika Yakobo hiyo Nyakati 20:20 anasema, wakaamka asubuhi na mapema. Katika hicho kikisoma nenda tukisoma vizuri. Bwana alipokuwa anajibu haya maombi, akaonyesha na njia wanayopitia maadui. Akamwambia, msiende kupigana, nyinyi nendeni tu, kasimameni muone jinsi Bwana anavyotenda. Hauna haja ya kupigana, wewe omba. Mwenzako amekukorofisha, muombe. Mwenzako amekutia nani uchungu, muombe. Mwenzako amekufanya ukose amani, omba. Bwana
atajibu kwa wakati. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama sio sasa, majibu yatatoka. Sasa walipotiwa moyo huo, Yehoshafati akakusanya vitu, akamshukuru Bwana, akaenda eneo la vita. Akaenda akawaambia, alipokuwa amesimama na wale watu, akawaambia neno hili. Katika hiyo Nyakati 20:20 anasema, enyi watu sikieni Yuda wote. Nanyi anasema wakaamka asubuhi na mapema, wakaenda nje katika jangwa la Tekoa, na walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akasema, nisikieni enyi Yuda, nanyi wenyeji wa Yerusalemu, mwaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyothibitika. Kile kilichoanza kule mwanzo kilichoanza nacho, Bwana alimthibitisha Yehoshafati. Sasa ile imani ya Yehoshafati anaihamishia kwa watu, anasema kama mnataka kufaulu vita hii, mwaminini Bwana, ndivyo mtakavyothibitika. Alafu anaendelea anasema ya kwamba waaminini wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Baada ya kuthibitishwa, mafanikio yanafuata. Ukishafuata zile hatua, ukaomba, ukapeleka shida kwa Bwana, Bwana ukamwamini, utathibitika. Na baada ya kuthibitika, utafanikiwa. Sasa baada ya kufanikiwa ni nini? Wimbo wa amani wakati wa vita. Haleluya. Ndio hatua ya mwisho. Baada ya kumwamini Bwana, ukathibitika, hautahitaji kupigana. Wewe kazi yako itakuwa ni kuimba wimbo wa nini? Wa amani. Katika lile fungu la 21, naye alipokwisha kufanya shauri na watu, akaweka wale watakaomwimbia Bwana na kumsifu katika uzuri wa utakatifu, wakitoka mbele ya jeshi na kusema, mshukuruni Bwana. Hebu tutikie hilo fungu, umeliweka hapo. Anasema alipotoka akasema, mshukuruni Bwana. Wakaitikiaje? Hizi ndizo sauti za watu wanaoshinda kweli. Walivumisha sauti. Alipoambia akasema, mshukuruni Bwana, wakaitikia kwa nguvu akisema, kwa maana fadhili zake ni za nini? Na walipoanza kuimba, adui akaanza kuchinjana. Imba wimbo wa amani. Tena kwenye mafungu hayo yanayofuata hapo. Walipoanza tu kuimba katika uzuri na utakatifu, adui wakachinjana wao kwa wao. Na hapa ndipo kuna nani ya wimbo, falsafa ya muziki. Kwa nini wanajeshi wa kukaa mbele walikaa waimbaji? Na ndio maana nawatia moyo wale wote ambao mna sauti za kuimba, imbeni. Bwana Yesu asifiwe. Mwimbie Bwana. Unapomwamini Bwana, hata katika vita utakuwa na amani. Hawa walikuwa katika vita, lakini badala ya kupigana wakiwa na silaha, badala ya kufanyeje, walikuwa wakimwimbia Bwana. Maana walimwamini Bwana, wakaamini manabii, wakasimama wakimwimbia Bwana. Na walipomwimbia Bwana, Bwana akafanya tofauti ya vile walivyokusudia. Wimbo wa amani unapoimbwa katika dhoruba, Bwana anatenda tofauti. Wewe unayekata tamaa, hauna haja ya kukata tamaa. Imba wimbo wa amani katikati ya dhoruba. Muombe Bwana, weka imani, mwamini Bwana. Imba wimbo wa amani, mwambie Bwana asante. Mshukuru Bwana hata kabla hujatoka katika hiyo shida. Mshukuru Bwana, imba wimbo wa amani. Utakapoamini, Bwana atatenda zaidi ya kawaida. Waisraeli walibaki kuimba wimbo. Na hapa inatupa picha nyingine zaidi ya pili, ya kwamba uingiliaji kati wa Bwana hauna uzoefu. Wakati unaomba Bwana ampige kisasi yule anayekuchukia, ndio Bwana unaweza kuwa unaomba Bwana, yani huyu kama huyu ndio ni wewe, kama huyu ndio amekukorofisha, unakuwa unaomba maombi, Bwana msaidie huyu, yani naomba huyu awe na afya mbaya. Ndio asubuhi anapita na kusalimia, vipi? Mimi namshukuru Mungu, afya yangu ni njema sana. Hata kikohozi sina. Wewe unakoa, yeye hakooi.
hiki anachokifanya hapa, anasema uingiliaji kati wake hauzoeleki. Wakati wakiwa wamebeba silaha, kuna mahali sehemu mbili ambazo Bwana ametenda uingiliaji. Jambo la kwanza, katika sehemu ya kwanza, ya pili ni hii, lakini ya kwanza ni ile walipokuwa wanatoka katika nchi ya Misri. Walipokuwa wanatoka katika nchi ya Misri, na hapo ndipo nitamalizia. Walipokuwa wanatoka, wana wa Israeli katika akili zao walijua kuna vita huko mbele. Walitoka hali wamejifunga silaha viunoni, tayari kwa mapambano. Lakini Bwana alipowaona, akawazungusha njia ya mbali ya kupitia njia ya karibu. Kwa nini alipitisha njia ya mbali? Alisema wanaweza, watakapopita njia ya karibu watakutana na vita na watapigwa, watashindwa, alafu watafia hapo. Wakiwa na silaha kwa ajili ya vita, Bwana anaona silaha hazitawasaidia vitani. Wakati unaona kulipa kisasi ndio furaha, ndio kumbe unaenda kuongeza uchungu zaidi ya vile ungemtegemea Bwana. Jioni ya leo, imba wimbo wa amani katikati ya dhoruba. Tutaanzia hapo kesho. Na wanaosema Bwana nisaidie, ninahitaji kukutumaini, tutakuwa tukiimba ule wimbo. Wenda umeumizwa, wenda unapitia changamoto katika safari ya imani, katika maisha ya kawaida, katika mahusiano, katika nyanja mbalimbali. Yani una mzigo. Kuna watu wana mzigo. Unaona kuna changamoto imekukabili, ni mzigo ambao unahisi kabisa ya kwamba kama si Bwana kuingilia, siwezi. Kama sio Bwana kuingilia kati, huu mzigo utanizamisha. Kama si Bwana kuingilia kuleta amani baina yako na yule aliyekukorofisha, aliyekuumiza, hautaendelea vizuri na masomo. Kama si Bwana kuingilia kati, hautaweza kusimama, na unahitaji Bwana aingilie kati. Bwana akupe amani. Jioni ya leo tunapokuwa tukiimba beti lile la kwanza, cha kutumaini sina, wewe utasimama, utakuja tuombe pamoja. Wale ambao wana mzigo, wale ambao